Kama kawaida, hizi material bwana nazileta kwako kutokana na simulizi halisi za kimaisha. Sasa hii ni mpya ndani ya mjengo, lakini kabla sijaendelea, nakushukuru wewe unayenitazama ambaye unaendelea kushare content hizi, madarasa hizi kwa watu mbalimbali. Lakini pia ni ku acknowledge wewe ambao unanitazama kutoka TZ, Uganda, Kenya, Burundi na kona zote za Afrika, lakini pia hata nje ya Afrika. Kwa wewe mgeni usipita hapa, you miss a lot. Wenyeji wanaelewa vibe hapa. Anyways, kuna madam mmoja huko kutokea India ambaye nilibahatika kukutana na story yake moja hivi ambayo kidogo ina mafundisho lakini pia inasikitisha. Na hii story inahusiana na mada yetu ya leo asilimia zote. Hii story bwana ni kifo cha mdada mmoja, lakini kifo hicho bado kinatatanisha. Kimetokea namna gani? Amejiua au ameuliwa? Hii story bwana kwa haraka bwana, huyu mdada alikuwa ni mrimbwende, ila pia kuna career yake ambayo alisomea ambayo nitakuja kuambia huko mbele. Jina la huyu mdada Twisha Sharma. Kama nilivyokuambia, kisa hiki kimegubikwa na utata mkubwa na mtuhumiwa mkubwa ni mama mkwe na mwanae. Na huyu mama mkwe aliwahi kuwa hakimu wa wilaya katika jimbo hilo ambalo hiki kifo kimetokea. Sasa issue ni nini? Nakupa kila kitu ambacho unahitaji kukijua. Jambo ilikuwa ni kwamba it's all about mahari na unyanyasaji. Sasa swali linakuja, je, Twisha alijiua au aliuawa? Hapa ndipo kizungumkuti kinapokuwa. Inasemekana tarehe 12 Mei 2026, yani mwaka huu, huyu marehemu alikutwa amefariki huko nyumbani Bhopal kwa mume wake. Anyways, zile radio mbao zilivyosema zinasema kwamba alijiua, lakini uchunguzi wa kina ulivyofanyika ilionekana na majeraha 5 mwilini na la 6 likiwa ni kichwani, na hili la 6 inaonekana lilikuwa bado bichi kabisa, yani manake alibondwa akabondeka, na aliyembonda hajulikani. Manake inaonekana jamaa baada ya kipigo akamtandika aswa, akaona hapa kushaumana, hapa lazima niende jela. Akapoteza ushahidi kwa kufanyaje? Kumtandika kichwani, na kichwani masalam, mdada akapoteza maisha. Sasa nikwambie kitu, shetani yuko kazini. Haya ndio huwa nawaambia kila siku kwamba utapokosana Kiswahili na mwenzako, embu toka nenda zako, kwa sababu utapobishana naye hasira zitapanda, mwisho wa siku shetani anafanya kazi yake, unamuua mtu, mwisho wa siku jela. Sasa ngoma ilikuja kuwa wapi? Yaani familia ya mwanamke ilisema no, huyu mwanetu hajajiua, kuna jambo. Kwa nini kuna jambo? Twende kazi. Familia inasema kwamba mume wake ambaye ni Samarthi Singh, lakini na mama wake ambaye ni Girbala Singh walikuwa wakimtuhumu kwa tabia mbaya, lakini pia wakimshinikiza kutoa mimba. Lakini sasa familia ya ukweni, yani Girbala Singh na mwanae, wakasema no, haijatokea hivyo. Ni kwa sababu huyu dada alikuwa na ugonjwa wa akili, yani schizophrenia. Huu ni ugonjwa ambao unakuwa na changamoto ya akili, yani una msongo wa mawazo, unafanya vitu ambavyo unaweza kujikuta unajipiga mwenyewe, unajiua kwenye kuta, yani umekuwa depressed kiasi kwamba unatamani kujiua. Lakini wakamtuhumu marehemu kwamba alikuwa ni mraibu wa madawa ya kulevya, lakini familia ya marehemu ikasema no, huyu alikuwa hana uraibu wa madawa ya kulevya wala alikuwa hana changamoto ya kiakili, alikuwa ni mtaalamu wa mambo ya pharmacy, lakini pia alikuwa anapambania career yake ya urimbwende. Mama anakuja anathibitisha kwamba mara ya mwisho kuzungumza na mwanangu ilikuwa ni mazungumzo ya masikitiko. Mwanangu alikuwa anasema sasa mimi nataka talaka yangu, na tunajua mara nyingi kwamba Wahindi wakiolewa wameolewa kutoka inakuwa ni kipengele. Sasa inavyofika pahali kwamba mwanamke anataka talaka, manake kuna namna alivyokuwa tayari kachoka, yani marehemu inaonekana alinasa na kujikwamua inakuwa ni changamoto. Na hapa ndipo familia ilipodai uchunguzi wa awamu ya pili na ufanyike nje ya jimbo lile. Sasa kwa nini walishinikiza kwamba ifanyike nje ya jimbo lile? Ni kwa sababu kwanza mama mkwe alishalindwa kwamba asikamatwe kwa sababu alikuwa ni hakimu wa wilaya ile. Kwa hiyo kuna namna jinsi serikali ya pale ilikuwa inamfeva mama mkwe. Lakini pia mama wa marehemu katika kuzungumza na mwanae alikuwa akimwambia kwamba mama mkwe anamsisitiza alipe mahari ambayo ni takriban rupii 200,000, yani rupia 200,000, ambao ni sawasawa na milioni 5 na something katika hela za Tanzania. Ila jambo la pili akasema, mwanangu alikuwa kinieleza kwamba anashinikizwa kutoa mimba. Kwa nini mama mkwe anamshinikiza kutoa mimba? Kwa sababu anasema ana tabia mbaya, kwa hiyo hawezi kuolewa na mwanae. Sasa tunavyozungumza sasa hizi uchunguzi umekabidhiwa kwenye mahakama kuu na bado wanaendelea na uchunguzi. Wamekuja kugundua kwamba mahakama ya mwanzo haikufanya haki, haikuangalia ushahidi wa kutosha. Kwa hiyo baada ya kufanya uchunguzi wa pili, tunavyozungumza sasa hizi mama mkwe na mwanae wako wameshikiliwa jela. Anyways, tusiende mbali sana. Pengine una mama mkwe kiburi, una mama mkwe kivuruge, una mama mkwe fulani hivi ambaye huwa ana chokochoko, anajaribu kuingilia familia yako. Sasa unajiuliza nitajiepushaje naye nisije nikafikia hatua ya Twisha Sharma? Lakini pia nitajuaje kwamba huyu mama mkwe bwana ana chokochoko? Kuna vitu fulani hivi ambavyo wao wakwe wanavifanya, lakini kuvinotice kwa haraka kwamba hizi ni red flags zao inakuwa ni ngumu. Sasa katika video ya leo tutabrush kwa mbali kwa nini wako wanaingilia ndoa yako, lakini pia tutaangalia dalili zao, matendo ambayo wanakuwa wanayafanya kuonyesha kwamba they are red flags, na jambo la tatu tutamalizia na mbinu za kudili nao. Sasa tuanze na sehemu yetu ya kwanza ya video. Kwa nini mara nyingi wakwe wanavuka mipaka kwenye ndoa yako? Sasa sababu ya kwanza, mara nyingi huwa wanaogopa kupoteza nafasi zao kwa mtoto wao. Kwa nini? Kwa sababu anahisi mtoto wao atadili sana na wewe na familia yake, so wao watasaulika. Sababu ya pili, mara nyingi huwa hawakukubali kwa masuala fulani hivi ya kidini, uchumi, kabila, vitu kama hivyo. Yani kipenzi chako alifosi ila hawakukutaka. Sababu ya tatu ni masuala ya kifedha, hasa wakiwa ni watu ambao wanatamaa. Wanahisi kipenzi chako mume wako atakukabidhi kila kitu.
wao watakosa. Sababu ya 4, malezi yao ya huko nyuma, kwamba lazima wakwe wawe sehemu ya familia. Sasa hizo mara nyingi ndio huwa sababu. Baada ya kuzimaliza, tuje sehemu kuu ya video yetu ambayo imelenga kabisa. Na ni ipi? Dalili za wakwe ambao ni toxic. Dalili ya kwanza, huwa wanakukashifu mbele ya kipenzi chako au mbele za watu. Hawa wakwe huwa wana tabia ya kukashifu uwezo wako wa malezi mbele za watu. Ila pia mnaweza mkawa na kaugomvi na mwenzako, mkashtaki kwa wazazi wale, lakini sasa badala ya wao kukaa pande zote mbili, wanakaa upande mmoja, wanaishia kukulaumu wewe. Kama ni mwanaume, hapa ndipo utaanza kuambiwa kwamba bwana, kama umemchoka tuachie mwanetu, hukumkuta hali, hukumkuta havai, tuachie mwanetu, wewe endelea na maisha yako, aendelee na maisha mengine. Ila pia wanaweza kukwambia ukirudia kumgusa tena tunakufunga. Kama ni mdada, unaweza kuambia kumbe huyu ndio wewe, unabishana na mwanangu, unataka kumpelekesha kama gari. Najuta sana kuozesha kwa mwanangu wewe mwanamke. Hata kama umekosea wewe, jua hapo una mkwe, kwa sababu tunaamini kwamba wakwe ni watu wazima, lazima watakaa chini, watakuelekeza nini cha kufanya na nini cha kuacha, ili mwisho wa siku ndoa yenu au mahusiano yenu yaweze kwenda mbele. Lakini pia unaweza ukaambiwa mimi mwanangu namjua bwana, wewe ukiona namna gani achana naye, mimi namjua kwamba ni mbishi, namjua kwamba ni mtovu wa nidhamu, ukiona huendani naye wewe achana naye, tafuta mwingine. Kwani tunatengeneza hapo au tunabomoa? Dalili ya pili, mara nyingi huwa hawa wakwe wanakulazimisha kufanya jambo kinyume na dhamiri yako. Kwa mfano, unaweza ukajikuta wewe ni wa kutoboka mifuko kila siku, yani shida haziishi, unajikuta unafanya vitu ambavyo hukupaswa kufanya. Lakini ukisema sasa, mimi basi kwa kweli inabidi na mimi nifanye mambo yangu ya kimaendeleo, kila siku itakuwa najenga kwa wakwe, kila siku itakuwa nahudumia kwa wakwe, mwisho wa siku ukishindwa unaanza kutangazwa vibaya kwamba yule mbahili, ni mbinafsi, vitu kama vile pale. Kama ni mdada, ni maguvu ukweni, yani utafanya kila kitu mpaka utasema hiki nini, mgongo utauma mpaka utasema ukisema umechoka, wanaanza kutangaza ubaya. Hapa ndipo utatangazwa ukoo mzima kwamba mwanetu alioa mtu mvivu. Lakini pia unapokuwa na wakwe toxic, mara nyingi utajikuta unafanya vitu ambavyo ni kinyume na maadili yako. Wanafanya mambo kibao ambayo hayaendani na wewe. Wanaweza kumwamrisha hata kipenzi chako hawezi kufanya vitu vile, ili mradi tu kukuchokora. Lakini mwisho wa siku ukijaribu kuelewesha, unaonekana wewe una roho mbaya, unaonekana wewe ni katili, unaonekana unatangazwa mpaka unasema hiki nini. Dalili ya tatu, huwa wanatumia nafasi zao za kijamii au madaraka yao kukutishia. Kawaida utasikia wanakuambia, kama mimi ndiye niliyemzaa huyo unayeringa naye kwa sasa, nakupa siku kadhaa utakuwa hunaye tena. Sasa kama wewe ni kapuku au mambo yako hayajaenda vizuri kinamna fulani, wao ndio wanasupport familia, kuna vitu wanatoa vielaela, basi wanaanza kutishia kwamba tutasitisha vitu hivi, hasa pale unapokuwa umeenda kinyume na mambo yao, pale unapokuwa umekataa kufanya vitu ambavyo wanavihitaji wao. Ila kwa wadada, hapa ndipo utaenyeka, na hasa kama una mbele wala nyuma, utaendeshwa mpaka utasema hiki nini. Kwa nini? Kwa sababu wanajua wana influence, wanajua wana vipesa, basi utaendelea kubakia ili mradi tu upate huduma. Lakini kabla sijasahau, huwa wanakatabia kutumia ubaba wao, umama wao kumuendesha kipenzi chako juu yako. Wanaweza wakamwamrisha akuache, akunange au akutumikishe kama anavyotaka. Na hapa huwa wanafanya triki hii kwa kuongea maneno ya uongo na kweli. Hasa kaka point bwana, kananikumbusha kisa fulani hivi ambacho kalibakia kananipa maswali mengi kinoma. Niliwahi kuhudhuria sherehe fulani hivi. Ile nyumba bwana walikuwa wanaozesha kijana wao wa mwisho, na mimi nikapata kwenda kutandika biriani kama kawaida, sipitwi. Kuna kijana wao mkubwa kaoa tayari, alioa kabla na kahudhuria na mkewe. Sasa baada ya shughuli zote, si unajua bwana kuna kuaga na kapicha ka familia, bibi harusi na bwana harusi lazima watandike kapicha fulani hivi ka kifamilia, right? Basi ikafika muda wa kupiga picha ya kifamilia. Basi familia ikajipanga pale kufotoa, tabasamu kama lote. Sasa ile picha inataka kufotolewa, mama akawa kama kagutuka hivi, yani mama wa kijana akamfuata mwanae mkubwa akamnongoneza. Baada ya sekunde kadhaa nikaona jamaa amemfuata waifu wake, yani ambaye ni mkamwana wa mama yule, naye nikaona anamnongoneza. Yule dada nikaona kama uso umebadilika fulani hivi. Si unajua watazamaji lazima macho yawe pale tunaangalia picha inapopigwa, lakini mimi nika notice kwamba yule dada macho uso wake umebadilika. Kilichofuata pale nikaona dada taratibu katoka na picha ikapigwa. Sasa nikajiuliza, what's going on? Uweze amini hakurudi tena pale. Sasa je, unahisi ni sawa kwamba mkamwana atoke mpige picha ya kifamilia? Hata kama atakuwa kuna kitu hamuelewani, ni sawa kumtoa mbele ya hadhara? Majibu unayo. Dalili ya 4, mara nyingi huwa wanavuka mipaka na hawastuki. Anaweza akaja nyumbani kwako kwa kustukiza, na ukimuuliza mbona mama mkwe baba mkwe umepita bila kutoa taarifa kidogo, anaisha kukuambia kwamba nilipita kuwaona tu, nilikuwa napita njia basi nikaamua nipite hapa niwaone. Na huyo mkwe bwana, kama unaishi naye nyumbani, mara nyingi anaweza akaingia chumbani kwako bila hata kugonga hodi, na hata akigonga huwa asubiri kuambiwa basi ingia. Na wengine unaweza ukamfuma kaingia ndani, anakagua nguo zako, anakagua baadhi ya vitu. Sasa ukajiuliza anafanya nini huko? No, there is something behind. Waswahili wananielewa. Dalili namba 5, huwa wanajifanya wao ni waathirika, yani wao sio wakosefu, wao ndo wanakosewa. Hemu chukulia mfano huu, umewambia bwana naomba muwe mnatoa taarifa ili niwe napata kujiandaa kuwapokea, msije mkakuta nyumbani kukosha garabagara, mwisho wa siku nikaonekana mimi namna gani. Lakini sasa wao watatwist maneno kwamba hupendi watu, kwamba kuna watu inabidi watoe taarifa, lakini kuna watu wako ambao huwa ni favorable, yani kwamba kuna watu wakija kuja kwako lazima waombe ruhusa. Sasa unajiuliza hayo yote yanatoka wapi?
ngapi? Dalili ya 6, huwa wanakutenga kimkakati. Hapa naomba unisikilize poa zaidi. Hawa wako bwana, wanakatabia fulani hivi kumfanya mwenza wako akuchague au awachague wao. Wanakuwa na maneno fulani hivi, kwa mfano, toka umeolewa, toka umeoa, umetusahau. Sasa mkeo, mumeo ndio familia yako siku hizi. Sisi yani hapo wanakuweka kwenye kona kwamba uchague mumeo, mkeo au uchague familia yako. Lakini pia wana tabia ya kutengeneza dharura za mara kwa mara ili kuharibu ukaribu wako na kipenzi chako. Ila watengeneze ukaribu wa kipenzi chako na wao. Kwa mfano, imagine ndo ka weekend kameingia. Simu zisizo na lazima usiku zinaanza kupigwa. Matatizo ya ghafla yanaanza. Alafu baada ya kukwambia matatizo, wanataka aende atatue matatizo hayo. Au wataanza kusema kwamba wanataka mubebe wako awapeleke wajukuu. Na sio muwapeleke, awapeleke. Nielewe hapo. Manake kama wakikaa siku kadhaa, utabaki na upweke wako, utajua mwenyewe. Lengo ni nini hapa? Ni kuivuta familia yako iwe karibu na wao, wakutenge wewe. Lakini namba 2, kama nilivyosema, inawezekana mlifosi ndoa, so wanatengeneza mazingira ya nyie kuachana. Kwa sababu mambo yao yatapoendelea, lazima kuna ugomvi fulani utaanza kujitengeneza, afu mwisho siku watakwambia bwana, kama umeona umeshindwa kukana mwanetu, achana naye. Na mbaya zaidi, kama mwenzako yuko upande wao. Na mwisho kabisa, hawa wakwe huwa wanajifanya kukusahau, kukualika kwenye shughuli zao. Watamwalika mwenza wako, wewe kutopokea hata meseji. Sasa umekutana na hii situation, hujui utokeje. Kaa kwa kutulia, punguza sauti. Hapa nataka nikupe siri. Nakupa hatua 5 za kupambana na wakwe wenye chokochoko. Kwanza, kuwa na msimamo. Weka mipaka live toka mwanzo, kwa sababu binadamu tuna kawaida ya kumjaribu mtu tokea mwanzo. Jambo la pili, make sure kipenzi chako yuko upande wako. Nikwambie kitu rafiki yangu, kama mwenzako anashindwa kukutetea pale wakwe zako wanaporise, ndugu yangu, kuna mtu hapo. Ukiangalia kesi tulioanza nayo pale ya Twisha Sharma na mumewe, mara nyingi mume wake alikuwa upande wa mama yake. Jambo la 3 la kufanya, ukiona kipenzi chako yuko upande wao, jiandae. Anza kuweka nyaraka zako sehemu salama kama ni mwanaume, kwa sababu wengi wa hivyo hawachelewi kutengenezea kesi wakakugeuzia kibao. Lakini kama wewe ni mwanamke, ndugu yangu, hapo anza kutafuta msaada wa kisheria mapema. Lakini pia haijalishi ni mwanamke, haijalishi ni mwanaume, usikalie kimya vitendo vya unyanyasaji. Hakikisha unaviripoti kwenu, hakikisha unaripoti kwa viongozi wa dini, hakikisha unaripoti kwa watu wa sheria. Na kwa sababu gani? Kabla hujaambulia patupu kama familia ya Twisha Sharma inavyopambana. Lakini on the same spot, kama wewe ni mwanaume, usichukue sheria mkononi, kwa sababu itakukosti baadaye. Jambo la 4 la kufanya, badili paa la nyumba. Nimeongea na hao hapa Sijamaanisha ung'oe bati ndugu. Hapa namaanisha mkisha kubaliana na mwenza wako, miongoni mwa vitu vya kukubaliana ni kubadili sehemu ya kuishi. Kutoendelea kuishi na wakwe wakorofi nyumba moja au karibu. Haka ka point bwana kananikumbusha ka story fulani hivi kadogo nilikapata kwa teacher mmoja. Ila ka story ni kadogo lakini kana mafundisho na hautoamini. Huyu teacher bwana ni teacher ambaye amekaa kwenye field muda mrefu na ana watoto wakubwa tu na ameanza kuwa na wajukuu. Anasema yeye kuwa wake bwana kulikuwa kwa matatizo. Anasema kwanza wazazi hawakumpenda mwanamke toka day one. Jamaa anaanza anasema kabla hajamuoa mama mtu alianzaga mambo yetu ya ujana haya. Mambo ya kufanya majambos kabla ya jambos. Ila alifanya tayari ameshafika muda wa kuoa. Na mtu aliyekuwa anafanya naye ilikuwa ni wa hapo hapo mtaani. Kama unavyojua habari huwa zikawafikia wazee. Sasa wale wazee wanamjua yule binti fika. Na wanavomjua reference sio nzuri. Ni binti fulani hivi alikuwa ni machepere. Japo nakuwa machepere alikuwa piskali. Yani kamchanganya mwamba mpaka Anasema yani mke wangu kipindi hiko ugomvi ilikuwa ni vitu vya kawaida kwake. Sasa wazee baada ya kujua, ndugu zake baada ya kujua kwamba ana date na yule dada, wakamzuia, bwana huyu dada hatumtaki. Ndugu zake wakasema bwana hatumtaki, hatumpendi. Ila mwamba anasema mimi nilikuwa naelewa sasa. Anasema wazee ilifika pahali wakanyanyua mikono na ndugu wakasema utajua mwenyewe huko. Jamaa anasema baada ya siku kupita, huyo dada ambaye wazee walimkataa tulikuja kuoana. Ila sasa kwa nini nakupa hii story? Hapo ndipo inabidi utulie. Issue ilikuja siku ya harusi ndugu yangu. Unaambiwa bibi harusi alianzisha balaa siku hiyo. Mwamba anasema picha lilianza hivi. Anasema yeye na ndugu zake na jamaa na rafiki wameambatana, wameenda kuoa. Sasa kama unavyojua lazima vigelegele viwepo. Japo kinafiki hatumpendi lakini lazima tupige vigelegele. Anasema ile tunafika kwao vigelegele kama vyote, mafilimbi, mke wetu. Ile tunafika tu ndani. Anasema tukajipanga pale, tumbebe mke wetu, si tushaoa naye saisha kubali tumbebe. Basi kaletwa pale wapambe, vikapigwa, tumfunue bibi harusi ndio yeye, sio mmetubadilishia haya. Alivyofika sasa akafunuliwa, katutuliza kwanza. Na sisi tukawa tumepoa tumsikilize. Lakini mimi kumpiga jicho kumwangalia vizuri, naona jicho jekundu alafu limelegea. Nikasema kuchapa. Mama mtu kashatafuta confidence. Asipovuruga hapa. Anasema bibi harusi aisee akaanza. Alichouliza, kwani wewe mama mkwe na mawifi mnashangilia nini kama sio unafiki? Akasema si mlikuwa hamnitaki, mnashangilia nini? Mlinipiga vita lakini sasa nimeolewa.
tuone mtafanya nini. Mheshimiwa anasema nilipokuwa niliishiwa na pozi, nikashindwa kukimbia, nikashindwa kumkataa, nikashindwa kumpiga, lakini Mungu saidia bwana, wapambe wake hawakumruhusu aendelee, wakambeba, wakamkokota, wakamrudisha ndani. Sasa baadaye kushapoa zile whispers hapa na pale, minong'ono ya hapa na pale, nikasema sasa mimi nambeba mke wangu, niacheni niondoke naye. Sasa kwa sababu kashapiga maji, kashaongeza confidence, nikaona huyu haina haja ya kuongea naye kabisa, hebu nimwache. Ile kesho yake namwambia bwana, wewe jana ulichokisema unakikumbuka? Anasema mimi sikumbuki chochote. Nikaanza kumwadithia 1 2 3 kilichotokea, akablow mapigo, akasema sio mimi nilikuwa nishapiga vitu bwana. Lakini mwisho wake akaniambia lakini si kweli, walikuja si wanafiki wale. Sasa siku zikasogea mbele, nikapokea simu ya wazee, anasema wazee walichonambia, wakasema bwana, mulisha tutia aibu, tukakubali aibu, lakini tunachokisema, na wewe ni mtoto wetu, tulikuonya haukusikia. Tunachokisema ni hichi hapa, tunaomba msiishi karibu na sisi, nendeni mbali kabisa. Ila pia wakaongeza kwamba siku mkihisi la mlichokifanya mmekosea, mtakuja mtaomba radhi, mkiona mlichokifanya mko sawa, mtabakia huko huko na maisha yenu. Lakini anasema baadaye, huwezi amini, mwanamke mwenyewe ndiye aliyenishauri maisha haya yanabadilika, hemu tufungashe, tununue baadhi ya vitu, tukaombe radhi kwa wazee. Anasema tukarudi nyumbani, tukaitisha kikao cha familia, ndugu wakaja pale, mawifi zake, mashemegi zake, tukalipa vya kulipa, tukaomba radhi, basi tukasameheana na maisha yakaendelea mpaka leo mke wangu niko naye. Sasa nini fundisho la hii story ambayo jamaa alinipa? Ni kwamba unamuona mbaya leo, unamuona mtovu wa nidhamu leo, lakini maisha yanabadilika, anaweza akabadilika akawa mtu mwema. Lakini pia kuishi kwa kutoingiliana na wakwe na ndugu na mawifi na mashemeji kunasaidia kuepusha baadhi ya matatizo. Jambo la 5 na la mwisho, jua wakati sahihi wa kuondoka. Ikiwa unahisi mwenza wako yuko upande wa ndugu zake, yuko upande wa wakwe zako, na unaona kabisa vitu wanavyofanya sio, jua kabisa hapo hamna kitu, bora muachane tu. Ni mimi Mr. Abdunnoor, tukutane katika video ijayo.